Mnamo Juni mwaka 2022, serikali ilianza awamu ya kwanza ya uhamisho wa hiari wa wakazi wa hifadhi ya Ngorongoro waliokuwa wamejiandikisha kwenda kijiji cha Msomera wilayani Handeni mkoani Tanga. Uhamisho huu unalenga kuimarisha uhifadhi wa mazingira na wanyamapori ndani ya hifadhi hiyo, huku ukitoa fursa kwa wakazi kupata makazi mapya yenye huduma bora. Hadi Disemba mwaka 2024, serikali imejenga nyumba 3,003 huku watu 9,251 kutoka kaya 1,519 pamoja na mifugo 38,738 tayari wamehamia Msomera. Hili ni moja ya hatua kubwa katika juhudi za kuhakikisha kuwa wakazi waliokuwa wakiishi ndani ya hifadhi wanapata makazi salama na endelevu, huku maliasili za taifa zikihifadhiwa kwa vizazi vijavyo. Makala hii inaangazia safari ya wananchi hao waliopiga hatua kubwa kwa kuanza maisha mapya Msomera, wakijitahidi kuimarisha maendeleo yao binafsi, mshikamano wa kijamii na kuweka matumaini mapya kwa vizazi vijavyo. Kwa mara ya kwanza tulipopokea hiyo taarifa kwamba serikali ina mpango wa kuhamisha watu, kwa kweli tulikuwa tunapinga kutotoka. Nilikuwa na dhana tu ya kawaida kusema sitoki kwetu, siachi eneo ambalo ni la baba, ni la babu na nimepazoea. Kwa hiyo sitoki kwetu, kwetu Ngorongoro, tumezaliwa huku. Basi ndio hiyo tukawa tunakataa kutoka. Serikali ilitengeneza uhamasishaji. Sasa hapo ndio tukapokea, sasa tukaanza kubadilisha mawazo. Baada ya kuambiwa kwamba serikali imeandaa eneo maalum ambalo litawekeza kwa kuweka huduma za kijamii na wananchi watasafirishwa, wananchi watafidiwa. Kwa hiyo walipoeleza hayo, mimi binafsi nikabadilisha msimamo. Nikaona sasa ninatamani kwenda kuona eneo ambalo serikali wameliandaa. Kwa hiyo cha kwanza niliomba fursa serikalini ya kuja kulitembelea eneo hili. Na serikali ikaniruhusu, nikaja nikatembea na timu ya watu 8. Baadaye ndio tukachukua uamuzi sasa wa kujiandikisha. Baada ya kufika nilikuta miundombinu tayari, kuna shule ya msingi tena imejengwa vizuri na shule ambayo ina darasa la kompyuta, na kule hatuna hata shule moja ambayo ina kompyuta. Shule ya sekondari Msomera ina jumla ya wanafunzi 363. Hawa ni jumla kuanzia kidato cha kwanza mpaka na kidato cha 4. Na tuna walimu 14. Kuna wanafunzi wengi kwa kule ambako walikotoka na mazingira ambayo yako hapa ni tofauti. Kwa mfano tuna chumba hiki ambacho ni cha kompyuta. Kule walikotoka hakuna. Wana uwezo wa kusoma humu, wana uwezo wa kujitafutia material wenyewe humu ndani kama hakuna vitabu au kwa maelekezo ya mwalimu atakavyowasimamia. Kule Ngorongoro kutoka nyumbani kwenda shuleni unatumia kama nusu saa, lakini tulipokuja huku kutoka nyumbani kuja shuleni unatumia kama tu dakika 8, wewe unatumia hata dakika nyingi, unatumia dakika 8 tu. Mheshimiwa Rais ametuingizia pesa ya ujenzi wa mabweni 2 na tuna watoto wanakaa hapa. Kwanza mimi faida kwanza ambayo nimeiona kwa wanafunzi wanaokaa bwenini, kwanza inawapunguzia ule muda mrefu wa kutembea kutoka shuleni mpaka nyumbani, ambapo ule muda angetumia labda pale bwenini kufanya vitu vyake chapu na kurudi darasani kwa wakati na kusoma pia. 2022 tulikuwa na wanafunzi 17 wamefanya mtihani na wote walifaulu. 2024 kwa maana ya mwaka jana pia tulikuwa na wanafunzi 22 na wote pia walifaulu. Binafsi sisi tunasema ni matokeo mazuri kwa sababu tumeanza vizuri na hakuna alofanya vibaya. Baada sasa ya mimi kutangaza nia, mimi nimetangaza nia kwamba sasa mimi ninahama. Kwa hiyo nimetoa taarifa serikalini. Serikali walikuwa wameweka utaratibu tu ambayo ni mzuri, kwamba utakapoandikishwa wewe na familia yako, kuna timu inatumwa inakuja kutambua idadi ya familia nzima. Mimi na kaya 3 hapa, wanawake 3 pamoja na mimi. Tunaingizwa kwenye fomu hiyo maalum ya uandikishaji.
Baada ya kuandikishwa sisi kama kaya na idadi ya mifugo, wanakuja timu nyingine. Timu hiyo ni timu inayethaminisha mali ulionayo. Baada ya kumaliza sasa hiyo uthaminishaji, serikali inaenda kuandaa sasa malipo. Baada ya hapo, basi utaratibu wa kuondoka unaandaliwa. Tulitoka vizuri bila shida. Tulipofika hapa, sisi wale watu wa mbele kulikuwa na maandalizi mazuri kwamba nyumba hizi unakuta kuna godoro zimewekwa kama temporary, kitanda cha temporary ya watu kulala. Kuna chakula, kuna maji, na mama walipokuja wakakuta hizi nyumba walipokea kwa furaha. Mwaka huo tumefika, baada ya kupewa mashamba tukalima, tukavuna. Ni jambo geni kabisa, wao hawajawahi kula mahindi ya kulima kwa mikono yao. Kwa mara ya kwanza tulipofika, kwa kweli mimi si mkulima, nilikuwa mfugaji. Nilipokuja huku nikaanza kupanda mahindi. Sasa nilipendelea sasa kuona hali ya nchi ilivyo, nikaenda sokoni nikaona watu wanatembeza kunde, watu wanauza kunde, na mimi nikanunua nikaja kupanda. Mwaka uliofuata nikachukua miogo nikajaribisha, nikapanda mashina kama 8. Nilipopanda nikaona yamekubali. Mimi nilikuwa sikuwa mkulima, lakini nilipokuja huku nimekuja kujifunza na nimependa sasa mambo ya kilimo, maana najua kwamba nitafaidi. Huku nimeona faida kidogo, sababu huku naenda na nimeshughulika na hii mambo ya hoteli yangu. Maana kule nilikuwa unafanya kweli kazi, unapata hela, unaona kabisa hela hii hapa, lakini hamna kitu wa kufanya kwa sababu uwezo kujenga nyumba, uwezo kununua chochote kile ambacho kinaweza yaani hela unayopata ni kwa ajili ya kula tu. Hata sasa hivi naweza nikauza hapa, kwa mfano juzi nimeuza hapa hela yangu ya hoteli, nikaweka trekta shamba kwa hela yangu tu hapa hotelini. Na huku pia kuna faida kwa sababu hapa nimeshughulika hapa mpaka nikanunua pikipiki yangu hapo nje. Kwa hiyo nikitaka chochote kile nachukua pikipiki yangu naenda kuchukua chochote kile ninachotaka. Kwa hiyo kwa kweli maisha hapa na pale naona kuna tofauti kidogo. Sisi ni Wamasai kwa asili yetu, hatuli kuku. Hapa unaweza kadhani kama tunafuga, lakini wote wanakula. Hawali, ni baadhi wanakula. Kwa hiyo tumekuja hapa, tumeanza kufuga kuku kwa sababu kuku ina soko. Soko lake liko muda wowote. Mama akitaka mahitaji anachukua jogoo wawili au jogoo moja anauza, na badala ya kumuuza ng'ombe kwa shida kidogo au ile mbuzi, na muuza kuku. Sheria za Ngorongoro zilikuwa zinazuia sana huduma nyingi za jamii. Kwa mfano umeme ilikuwa iruhusiwi pale kuingiza Ngorongoro. Umeme ni jambo geni sana kwa watu wa Ngorongoro, lakini leo wote wanatumia umeme. Kuhusiana na huduma za kijamii, tuna kituo cha afya hapa, ambapo mimi hapa ni kilomita 2 kutoka hapa nilipo. Tuna zahanati. Katika zahanati hii tunatoa huduma mbalimbali ambazo kwa sasa tumejikita katika maeneo mawili, ambayo ni huduma ya mama na mtoto, lakini pia na huduma ya magonjwa ama matibabu ya nje, ambayo kitaalamu tunaita outpatient department. Mimi nimebahatika kuzunguka kweli mikoa ya Tanzania, lakini kwa vijiji kama vijiji huwezi kukuta kijiji kilichopangwa kama Msomera, kwa sababu barabara ni kila mtaa. Kumekuwa na tabia ya watu kuharibu image ya zoezi, kwamba ni mbaya, si kule ni kubaya. Wajifunze kwetu, wafike waone, lakini pia wafahamu tu kwamba kweli Msomera ni kijiji na sisi tuko hapa na tunaendelea na maisha kama kawaida. Changamoto zipo, pamoja na changamoto, lakini watu wanaishi na tunaishi vizuri. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba waache kupotosha watu, kuharibu zoezi hili la wananchi kuhama kwa hiari. Miaka 10 ijayo Msomera na kuhakikishia itakuja kuwa ni mji mkubwa. Watu watakuwa wakulima wakubwa kutokana na miundombinu na ongezeko la watu watatamani Msomera. Ardhi ya Msomera imepata thamani kubwa baada ya kupimwa. Mtu yeyote mwenye akili akisikia ile ardhi imepimwa na zina hati miliki, maana yake ile eneo litakuja kuwa na thamani na watu watatamani kwao. Kwa niaba ya wananchi wa Msomera, niseme tu kwamba kwa moyo wa dhati tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake yote kuleta mabadiliko haya. Leo watu wetu wameshagundua kwamba sio lazima ukae pale pale ulikozaliwa. Unaweza kubadilisha maisha kwenda mkoa nyingine na ukaishi. Kwa hiyo ni mtazamo mpya kwa watu wetu.